ya mauaji, ya vipigo, ya kufungiwa ndani ya nyumba, ya kuzimwa internet na mambo mengi ya giza mabaya sana ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Nchi yetu imepita kwenye mauaji kwa nyakati mbalimbali katika demokrasia ya vyama vingi. Yalifanyika mauaji Zanzibar 2001, hayakufika kiwango cha mauaji ya Oktoba 29. Yalifanyika mauaji Kibiti, Mkuranga, Rufiji na miili ikawa inaokotwa baharini kwa nyakati mbalimbali, lakini haikufikia kiwango cha mauaji wa kiwango kile cha siku chache cha Oktoba na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji wakati wa vita ya Kagera, lakini hayakufika kiwango kwa siku chache kwa kiwango cha Oktoba 29 na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji ya Arusha kutokana na uchaguzi 2011, hayajafika kiwango cha Oktoba 29. Yaani kwa historia ya Tanzania, kama unarudi nyuma mpaka Tanganyika, kiwango pekee cha mauaji ambacho unaweza ukasema kilizidi kiwango cha mauaji ya Oktoba 29, utarudi nyuma mpaka 1905 na 1907 kwenye vita ya Majimaji, kwa sababu ilisambaa kutoka Kilwa na Chingwea ikaendelea mpaka Morogoro, mpaka Dar es Salaam, mpaka Songea na maeneo mengine. Hiyo ndio unaweza ukasema kilikuwa kiwango kikubwa sana cha umwagaji damu katika ardhi ya nchi yetu. Lakini toka Tanganyika imepata uhuru, Zanzibar imefanya mapinduzi, hakujawa kwa muda wa siku chache kiwango cha namna hiyo. Labda unaweza kujadili kidogo mwaka 64 mapinduzi ya Zanzibar na makaburi ya halaiki, labda kidogo. Sasa ndugu zangu, nataka kusema nini? Hakuna dhambi kubwa kwa serikali ambayo inaapa kwa katiba kulinda haki kuu katika nchi, haki ya kuishi, kama serikali kuua raia wake. Hakuna dhambi kubwa kama hiyo. Dhambi hiyo ni kubwa mbele ya Mungu, kwa sababu damu ya mtu asiyekuwa na hatia inalia. Lakini dhambi hiyo ni kubwa vile vile hata kibinadamu kwa watu. Sasa CCM imekithiri, imeua watu, serikali ya CCM, kama matendo ya serikali ya Mjerumani wakati wa vita ya Majimaji, matendo ya kuwinda hivi raia kama unawinda tembo. Ndugu zangu, hali hii ilipofikia, inahitaji tuweke pembeni tofauti zetu zote, tofauti za kivyama, tofauti za kiitikadi, tofauti za kidini, tofauti za kikabila. Tuseme imetosha kuuawa, hatutaki tena kuuawa. Na ndugu zangu, ripoti ya tume ya Jaji Chande, pamoja na ubovu wake, pamoja na uozo wake, imekiri kwamba watu 518 wameuawa, alafu ikasema wengi ambao wamepotea wajulikani wako wapi mpaka leo. Tutabishana kuhusu namba, kwa sababu tunajua kwamba hiyo takwimu ni ndogo. Yaani serikali inayosema uongo ikikiri kwamba watu 518 wamekufa, yani unabidi uongeze sifuri mwishoni. Si kama tunaelewana eh? Yaani kama serikali inayosema uongo, serikali inayoficha mambo ikakiri 518 wamekufa, basi ukitaka ukweli ongeza sifuri mwisho. Si kama tumeelewana eh? Sasa tume ya Chande, pamoja na ubovu wa ripoti yake, ikasema kuna vyanzo vya hayo matukio walichokita vurugu na mauaji. Alafu ikasema kuna vichocheo. Kwenye vyanzo
ikasema chanzo kimojawapo kilichosababisha mauaji ni wananchi walikuwa wanadai katiba mpya. Alafu ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni wananchi walikuwa wanataka uchaguzi huru na haki. Ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni viongozi kutokuwajibika kwa watu. Ikasema chanzo kingine kilichosababisha mauaji ni matatizo ya muda mrefu ya kijamii, ukosefu wa ajira kwa vijana, umasikini wa watu, migogoro katika ardhi na rasilimali, na tuhuma ya masuala ya ufisadi. Ikasema hivyo ni vyanzo. Alafu ikaviacha vyanzo pale pembeni, ikavitaja, ikaviacha pale. Alafu ikasema kuna vichocheo. Ikasema sasa vichocheo, kuna no reforms no election, kuna Oktoba tunatoka, kuna Oktoba tunatiki na vitu vya namna hiyo. Alafu vichocheo vingine kama kauli ya nywinywinywi wakaacha. Si kama tunaelewana eh? Lakini sasa kuna kitu kinaitwa chanzo, alafu kuna kitu kinaitwa kichocheo. Kinachotangulia ni chanzo, alafu kuna jambo linachochea kile chanzo, si ndio? Sasa ukitaka kushughulika na aliyesababisha tatizo, unashughulika na kichocheo au unashughulika na chanzo? Unashughulika na nini? Sasa chanzo cha kukwamisha katiba mpya ni nani? Si wao, si ndio? Na walianza hili siku nyingi. Mwaka 91 wakati dunia kuna wimbi la kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Kule Ujerumani kule kwa na mabadiliko ya kisiasa makubwa, Urusi kule kwa na mabadiliko makubwa, na nchi nyingine za Ulaya Mashariki kukawa na wimbi la mfumo wa vyama vingi kurejea Afrika. Na ndani ya Afrika yenyewe ikiwemo Tanzania kukawa na watu wanataka mfumo wa vyama vingi. Kukaundwa tume maarufu wakati huo ikaitwa Tume ya Nyalali. Ikakusanya maoni. Wananchi 20% wakasema wanataka vyama vingi moja kwa moja. 80% wakasema chama kimoja, kwa sababu waliishi chama kimoja toka mwaka 65, lakini wakapendekeza mabadiliko makubwa katika nchi ambayo hayawezi kutokea bila kuandika katiba mpya, na wakataka katiba mpya na wakataka mabadiliko makubwa. Kwa hiyo Tume ya Nyalali ikawaunganisha wote, ikasema walio wengi wametaka katiba mpya na wametaka mabadiliko ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Sasa nasema chanzo ni CCM na serikali, kwa sababu mwaka 92 tume ikakabidhi ripoti yake, ikapendekeza Tanzania iingie kwenye mfumo wa vyama vingi, ikapendekeza Tanzania iandike katiba mpya inayoendana na mazingira ya vyama vingi. Rais wa wakati huo Mwinyi alipopokea ripoti ya Tume ya Nyalali, kwanza akaisema tume imefanya kazi ambayo hamkutumwa. Pili akaita mkutano mkuu wa CCM. Nyerere akaingilia kati, akawaambia CCM, msipoukubali mfumo wa vyama vingi mtasukumwa na upepo wa dunia, hamtaweza kutawala. Mkutano mkuu wa CCM ukaamua kwa shingo upande kuingiza kwenye katiba vyama vingi, lakini wakabakiza katiba ile ile ya mwaka 77. Alafu kwenye swala la kuandika katiba mpya CCM ikapitisha azimio la mkutano mkuu kwamba hawataki katiba mpya. Alafu bunge likatumwa sasa likairekebisha katiba kuingiza tu maneno vyama vingi. Kwa hiyo CCM na serikali yake ni chanzo toka mwaka 92 kuingiza nchi katika maafa, ikiwemo ya Zanzibar, ikiwemo haya yaliyotokea zaidi Tanganyika mwaka 2025. Sasa jambo hili likaendelea, likawa tatizo. Kila uchaguzi kuna tatizo Zanzibar, kuna tatizo Tanganyika kwa nyakati mbalimbali. Baadaye hoja ya katiba ikaibuka tena kwa nguvu sana, hoja ambayo ilikuwa ni ya muda mrefu sana. Mwaka 2010 ikaongezeka kasi zaidi. Mwaka 2011 baada ya maandamano na mauaji ya watu, rais wa wakati huo Kikwete akakubali kwamba nchi ianze mchakato
wa katiba mpya. Mchakato ukaanza, akaiunda tume ya Warioba, ikapita ikakusanya maoni mpaka hapa na Chingwea. Wananchi mnataka katiba ya namna gani? Watu mkatoa maoni. Tume ikaandika rasimu ya kwanza, ikampelekea Rais Kikwete. Sawa. Tume ikaruhusiwa ilete hiyo rasimu kwenye mabaraza ya katiba. Kila wilaya kufanyika mabaraza ya katiba. Wananchi mkatoa maoni kupitia kwa wawakilishi waliochaguliwa kwenye vijiji, wakaingia kwenye baraza, kwenye kata, wakaiunga mkono rasimu ya kwanza. Ikatoka rasimu ya pili ya muundo wa muungano wa shirikisho la serikali tatu, na ikaungwa mkono. Rasimu ikapunguza madaraka ya rais, ikapendekeza muundo mbadala wa tume ya uchaguzi, ikapendekeza muundo mbadala kwenye mahakama utakaoongeza uhuru kiwango fulani kwenye mahakama. Ikatoka rasimu ya Warioba. Sasa kukaitwa bunge maalum la katiba. Mimi wakati huo nilikuwa mbunge wa Ubungo. Wakati sheria hiyo inakuja bungeni, tukaipinga, tukasema hii itakwamisha mchakato wa katiba. Wakati huo Mheshimiwa Lissu akiwa msemaji wetu, waziri kivuli wa katiba na sheria, tukawaeleza matatizo yatakayotoka. Nyinyi mna wingi, wajumbe wote wa baraza la wawakilishi Zanzibar wao wajumbe, na nyinyi mna wingi. Unafanya CCM itakwenda kutumia wingi wake vibaya kuharibu maoni ya wananchi. Kwa tukawaambia tuongeze idadi ya makundi mengine ya watu, wakulima, wafanyabiashara, asasi za kiraia, taasisi za dini, ili katiba ikaandikwe na wananchi, sio kigenge cha wabunge au wawakilishi wa CCM kwa wingi wao. Rais Kikwete akakubali wakati ule kwamba basi kuongezwe kundi la watu wanaoitwa kundi la wale wajumbe 201 wanawakilisha wakulima, wanawakilisha wafanyabiashara, wanawakilisha wanafunzi wa vyuo vikuu, wanawakilisha viongozi wa dini wa Kiislamu na Kikristo, wanawakilisha makundi yote muhimu katika jamii, wakulima, wafanyabiashara, watu wa madini, wachimbaji, makundi yote hayo. Sheria ikawa na kifungu kinasema makundi yakipendekeza majina yatampelekea rais ndo atatangaza. Kumbe ule ulikuwa ni mtego. Rais alipopelekewa majina, badala ya kupitisha majina ya makundi kama yalivyowasilishwa, rais akatumia mfumo wake kuanza kujua msimamo wa kila mmoja. Alafu akawateua watu wa makundi ambao kwa nje wanaonekana kama watu wa makundi kwenye jamii, lakini kumbe ni makada wa CCM. Ndio ile kwenye bunge maalum akateuliwa marehemu Kingunge Ngombale Mwiru ambaye alikuwa kuwa waziri wa CCM, katibu mwenezi wa CCM, eti akateuliwa anawakilisha waganga wa kienyeji ndani ya bunge maalum la katiba. Huyu Dr. Tulia Ackson ambaye baadaye akawa kwa speaker akateuliwa anawakilisha vyuo vikuu. Kwa wakateua watu wa CCM wakaongeza kwa wingi zaidi. Bunge maalum ulipokaribia kwanza, muda wangu ikifika mnipe ishara, tunitaishi hapo ili nisichukue muda wa wengine. Ikiisha nusu saa katika mazungumzo yangu mnikatia hapo. Sasa tukakaa kwenye bunge maalum. Kwanza tukaanza na mgogoro kwenye bunge maalum, kura hiyo ya wazi au ya siri, kwa sababu CCM walijua wameshawapa maelekezo watu wao ili wajue kama wametii maelekezo ya chama au la, wakataka kura ya wazi. Pili ukaja mgogoro, nani atangulie kuhutubia bunge kati ya mwenyekiti wa tume kuwasilisha rasimu na Rais Kikwete kuzindua bunge. Wakapitisha kanuni kwa wingi wao kwamba atangulie mwenyekiti wa tume, alafu rais alitakiwa kufungua bunge kabla halijaanza, ahutubie baada ya mwenyekiti wa tume ili ampinge mwenyekiti wa tume. Na siku chache kabla bunge halijaanza, CCM ikafanya kama ilivyofanya mwaka 92. Kikaitwa kikao cha halmashauri kuu ya CCM Dodoma.
CCM wakaijadili rasimu ya Warioba kabla, wakasema hawakubaliani nayo kabisa, wakatengeneza mwongozo wa CCM juu ya namna ya kuandika katiba mpya na kila mjumbe wa CCM akapewa, lakini ule mwongozo badala ya kuiboresha rasimu ya katiba ukalenga kuiharibu. Kwenye muundo wa muungano, rasimu ilisema shirikisho serikali tatu, wao wakasema wanabakisha muundo huu wa sasa wa serikali mbili. Wananchi mlisema mbunge asipofanya vizuri usisubiri miaka 5 aondolewe, wao wakarudisha tena mbunge akichaguliwa amechaguliwa, hawezi kuondolewa mpaka uchaguzi mwingine. Tume ikapendekeza kuwe na tume huru ya uchaguzi, wao wakarudisha muundo kama huwa sasa, wakaubadili kidogo tu, lakini wakauharibu. Wakafanya hivyo kwenye maeneo mbalimbali kinyume cha maoni ya wananchi. Wananchi mlisema mawaziri wasio wabunge, ili mawaziri wawajibike kwa watu na wabunge wawajibike kwa watu kwa upande wao, wao wakafuta wakarudisha ile ile. Nyinyi mlisema mbunge lazima awe na kiwango fulani cha elimu na mkapendekeza, wao wakarudisha tena sifa ya kuwa mbunge kujua kusoma na kuandika peke yake. Kwa katika kila eneo wakabadili. Sisi tukatoka wakati ule kwenye bunge maalum na ndio ukazaliwa ukawa umoja wa katiba wananchi. Sasa nani alisababisha mchakato wa katiba ukwame? Ni sisi au CCM? Kwa hiyo nani amesababisha mauaji kwenye swala la katiba? Ni sisi au CCM? CCM, si ndio? Sasa baada ya pale akaingia Magufuli, mchakato ukakwama, akaingia Magufuli. Magufuli alipoingia, Amani rais wa CCM akasema katiba mpya sio kipaumbele kabisa, weka pembeni. Mchakato ukakwama kabisa. Magufuli Mwenyezi Mungu alipomtwaa, akaingia Samia makamu wa rais. Chadema alipofanya kongamano la kwanza tu la pili la katiba mpya Mwanza, aliyekuwa mwenyekiti wakati huo Mbowe akakamatwa, akapewa kesi ya uhaini, kesi ya ugaidi, akaambiwa ni chokochoko za katiba. Baadaye akatoka, wakakutana na rais, akasema tuzungumze. Tukaingia kwenye mazungumzo. Mimi nilikuwa sehemu ya timu ya mazungumzo, Mheshimiwa Heche alikuwa sehemu ya mazungumzo. Tukazungumza kwa mwaka mmoja, tunabishana kuhusu mojawapo kubwa likiwa jambo la katiba mpya. Baada ya mwezi Mei mwaka 2023, baada ya mwaka mmoja wa kubishana kwenye mazungumzo, sisi wakatujibu kwa maandishi kabisa kwamba swala la katiba mpya haliwezekani mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Swala la marekebisho hata madogo ya katiba ya kupata tume huru ya uchaguzi haliwezekani mpaka baada ya mwaka 2025. Maana yake ni nini? Walikuwa wanaandaa mauaji, walikuwa wanaandaa kupora uchaguzi, walikuwa wanaandaa wizi, si ndio? Kwa hiyo wao ndio chanzo cha vifo vya Watanzania wenzetu, na kwa sababu wao ndio chanzo, tume ya Chande ilipaswa kushughulikia wao, tume ya haki jinai ilipaswa kuwashughulikia wao. Sisi tunapita tu kuelimisha umma na kuamsha umma. Kwa sasa tunawaambia nchi hii kwa sasa vipaumbele ni viwili. Vingapi? Cha kwanza katiba mpya. Wangapi mnakubali kwamba kipaumbele kikuu ni katiba mpya? Wote. Shukrani. Cha pili, Tundu Lissu aachiwe huru, kwa sababu alibambikiziwa kesi akiwa anatetea mabadiliko ya kikatiba kupitia no reform no election. Wangapi wanasema kipaumbele ni Tundu Lissu awe huru? Kwa kunja ngumi kwa heshima ya Tundu Lissu na katiba mpya. Nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya. Sasa tumekuja kwenye mikutano na uhamasishaji. Tunachowaambia na tunataka wasikie na vyombo vya dola visikie. Tutazunguka maeneo mbalimbali ya nchi kuwaunganisha watu, kuwaelimisha watu, kuwaamsha watu. Tunaitaka serikali haramu, batili, katili, dhalimu ianzishe mchakato wa katiba mpya sasa hivi. Isisubirishe mpaka mwaka 2028 kama wanavyotaka kutudanganya. Sasa serikali isiposikia hiki kilio cha nyinyi wote mnaosema, sisi hatutakuwa na jinsi
zaidi ya kukaa vikao vya chama kuamua hatua ya mbele. Tutaitisha maandamano na tutatangazia maandamano na tutatangaza hadharani wazi kabisa. Wamwachie Lissu, waanzishe mchakato wa katiba mpya. Wangapi mko tayari Chadema ikipungiza kipenga cha maandamano mtayashiriki? Wote. Asanteni sana. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu.